unapitia vikwazo, unapitia changamoto, kuna kitu nataka nikwambie. Kuna kitu umekuwa ukitamani ukaona ni kama hutawahi pata. Kuna mtu anapitia vita ambavyo hakutarajia kama vinaweza kutokea namna hiyo, na kuna vitu zake zingine zimekwama. Siniongee na mtu, unaweza niruhusu kwa dakika mbili? Unajua kuna kitu Mungu ananijulisha kwamba kuna siku moja niliwaambia hapa, kilichofanya Mariamu akapokea uwezo wa Roho Mtakatifu, aliamini yale maneno aliambiwa. Kilichofanya Petro akaenda akaona samaki wengi, alikuwa amekesha, alimwambia Mungu, kwa sababu umesema, na vitu vikaenda kutendeka. Tumekosa kubarikiwa, maana tunaweza sikia sauti ya Mungu na tukaidharau ama tukaichukulia mzaha ama tukaichukulia pasipo na nguvu. Na Mungu anataka mtu yule atakaposema jambo alibebe na nguvu, lile jambo linaenda kutimia. Na ndio maana Mungu mwenyewe alivyokuwa na imani alisema uwe nchi kavu, ukawa nchi kavu. Hakuna neno la Mungu alilolitamka lilienda bure. Hakuna neno la Mungu ambalo neno la Bwana lilienda bure. Naongea na mtu ambaye anapitia changamoto. Kuna kitu nataka niseme na wewe. Hiyo roho yako Mungu ameiona. Hiyo milango iliyofungika, hizo njia zilizofungika, kila kitu kimekwama, Mungu anakutengenezea mlango. Mungu anakutengenezea mlango mwingine wa kutokea. Toka kushangaa madui mahali umefika. Sitakusema na wewe hivi na nasema na wewe kiroho. Naongea na wewe kiroho. Usinizoee. Pokea hiyo sauti maneno. Pokea hiyo sauti baba. Pokea hiyo sauti maneno. Kuna vitu vilivyokwama vinaenda kufunguliwa. Kuna vitu umekosa unaenda kuvipata. Kuna jambo limekuumiza Mungu anaenda kutenda. Mungu amenipa kifungo hapa. Amenipa neno. Msomaji, ndio haraka kwa baba. Kuna kitu unasikia kwa mtu kinaenda kufanyika. Sina haraka, hakuna kutengenezea, ni Mungu. Wakorintho 16 anzia 13. Kuna mtu umefungwa milango, huna mahali pa kutokea. Mungu akutengenezee mlango. Vitu vimekwama, Mungu akutengenezee mlango. Tena huyu Mungu amefungua mlango. Hakuna kufunga mlango wako. Mbona mtu wa kuhangaika, umekuwa mtu wa kuhangaika. Mwaminifu anajua roho yako, anajua yote. Nasema mlango uliofungwa, Mungu anakufungulia mwingine. Naongea na mtu ambaye alifungiwa kadada atabaki pale pale. Endelea. Amen. Jaribu alipowapata nyinyi isipokuwa lilo kawaida ya wanadamu. Alafu ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo. Imetoka hapo, endelea. Lakini pamoja na lile jaribu, atafanya na mlango wa kutokea. Ili muweze kustahimili. Hautaishia hapo tu. Hautaishia mahali ulipokukwamisha. Haitaishia hapa. Usione kwamba umefika mwisho hapa.
bure, sijapewa bure, sikuwa na mpango wa kuhubiri, sikuwa na mpango wowote. Sauti ya Bwana. Mtu ambaye amefika mwisho, mtu ambaye amefika mwisho, mtu amewaza, mtu ambaye amechoka. Naongea na mtu ambaye amepama. Kama haujapama ni wewe. Mimi nimetuma kule ambaye amepama. Si ninaongea na mtu hapa. Nataka milango isoroke. Nataka milango isoroke. Nataka kutolewa. Nataka kutolewa. Nataka kutolewa. Kaya maana naona kila kitu kimefika mwisho. Kila kitu kinakwama. Baba anasema anakuwa baraka na baraka. Yesu anasema anakuwa baraka. Unatoka kama unakwenda kwa Mungu, unatoka kama unakwenda kwa Yesu, unatoka kama unakwenda kwa Msema. Nasema unafika mwisho, unafika mwisho. Pokea. Hiyo imefika mwisho. Imefika mwisho. Nasema imefika mwisho. Imefika mwisho. Imefika mwisho. Hata unashuhudia wewe mwenyewe. Hata wewe mwenyewe unatetea. Nasema hivi. Hata wewe mwenyewe unatetea. Nasema hivi. Usifika mwanangu. Unajua kuna watu wanaruka vita. Hawaonekana vita. Nasema hivi. Sasa tunapita vita. Tunapita vita. Wanatangaza vita. Wanatangaza vita. Nasema wanatangaza. Wanatangaza. Kama shika tumbo imani, shika tumbo lake. Baba, kuna kitu ndani kwa ile tumbo. Kuna kijana wa kiume Lara Zanda. Bwana Usichoke. Sikate tamaa. Umeumiza vya kutosha. Umelia vya kutosha. Usichoke. Umedanganya vya kutosha. Umeahidiwa vya kutosha. Umelia vya kutosha. Waliobaki sasa wamekuwa wamefika wakati wanakuletea madharau. Wanakucheka. Wanakuangalia vibaya. Mulango unafunguliwa. Uchungu wako utaenda bure. Machozi yako itaenda bure. Uzuri yako itaenda bure. Hayaendi bure. Hayaendi bure. Hayaendi bure. Naenda bure. Hayaendi bure. Mwaka lazima tutakapigania. Lazima sahihi. Milango ifunguka. Mungu anajua kila atafanya. Muujiza wake. Yesu anajua kila atachua. Wake milango ikafunguka. Wake mambo yakaibika. Usiniulize inafungukaje. Usiniulize inafungukaje. Mlango aliyeona Bwana. Baba aliyeona anajua bila atafungua umujiza. Bali wewe mtu apita tu saa zote. Hakuna fungu. Nikitoka ile naingia hivi. Mungu
kuangaishwa. Umetamani kufunguliwa milango mbele yako. Umetamani kubarikiwa. Umetamani mambo yako yafunguke. Mungu amenipatia ujumbe. Hata kitabu cha Ufunuo 3. Somee pale 3:8. Nimesema 3:8. Ufunuo 3:8. Some kwa haraka. Umetamani kufungua, anafungua mlango. Hakuna mtu atakayefunga. Mlango hakuna mtu atakayefunga. Wewe sasa hivi watauogopa. Wewe sasa hivi watakuogopa. Ufunuo Yohana 3:8 inasema, nayajua matendo yako. Tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako. Huku kulikuwa umekwama, na Baba akasema atafanya njia mahali pasipo na njia. Alafu kumbe Mungu tayari amepanga kufungua mlango wake. Baba amepanga bila wewe kujua. Wewe hujui, lakini Mungu anajua. Sinakuongelesha. Kila aliyeongeleshwa na Yesu aliposikia, aliona vitu vikitendeka. Kila aliyesikia sauti ya Mungu na aliyeitii, Baba ameona vikitendeka. Kuna watu waliambiwa masaa kama haya na majira na siku kama hii utapata vitu, anaamini vikakuwa. Ona milango ikifunguka, ona milango ikifunguka. Usizoee maisha ambayo umeyazoea. Ona milango mingine ikifunguka. Usizoee shida ambayo umezoea. Ona njia zikifunguka. Usizoee mateso uliyoyazoea. Ona mambo mengine. Unaridhikaje na hali ulionayo? Na umekwama. Hatimaye imefika mwisho kwako wewe, lakini si kwa Mungu. Mungu amekuita hapa nene na wewe. Mungu amekuleta hapa nene na wewe. Mungu amekuita hapa nene na wewe. Nasema Mungu amekuita hapa nene na wewe. Nasema Mungu amekuita hapa nene na wewe. Kama ingekuwa sio Mungu singefika hapa. Baba ana sababu ya kwamba nene na wewe mchana wa leo. Ana sababu ya kwambia ile mama, wacha kukata tamaa. Kuna milango mbele yako. Kuna milango mbele yako. Kuna milango mbele yako. Kuna milango. Umefunguliwa. Baba. Lakini watapigana na wewe. Ambao hapana awezaye kufunga. Kwa kuwa unazo nguvu kidogo. Wakati ule ulikuwa hauna. Wakati ule ulikuwa huna tegemeo. Wakati ule ulikuwa haujapata neema ya kuomba. Wakati ule ulikuwa haujaombewa. Wakati ule ulikuwa hujapata madhabahu ya nguvu. Ndio maana walikuwa na kuweza. Lakini wacha sasa. Kuna Mungu anayena. Wacha milango tubuka. Halafu Mungu atajaribu. Nakwambia hivyo. Watapigana na wewe. Lakini hawatakuweza. Wakijaribu utawazika. Wakijaribu utawazika. Wakijaribu utawazika. Ninaongea na mtu ambaye anahitaji nguvu za Bwana. Apate nguvu zilizopo za kumaliza mambo. Mungu akicheza na maisha yako. Afya. Mungu akicheza na maisha yako. Nimefanikiwa na Bwana sababu ya kumwomba Bwana.
Wewe pake sasa hivi unatoka kanisani. Unatoka kumchezea Bwana. Unatoka kumuomba Bwana. Pake sasa hivi unatoka kanisani. Mchawi anakula kule. Alafu anaenda kama Bwana. Akuwaga wewe umeshinda na njaa hapa. Akuwaga wewe unamuomba Mungu hapa. Hapana hiyo. Hiyo ni kama. Hiyo ni kama. Hawatakuweza. Yeremia 1:19. Watu wamekuzoea vibaya. Na udhihiri. Hautakisha bila jambo kuliona likitendeka. Hakuna tulifungua mwaka hapa. Endelea. Kitabu cha Yeremia 1:19 inasema, nao watapigana nawe. Nao watapigana nawe. Nao watapigana nawe. Hawataacha kukupiga, si ndio? Alafu lakini hawatakushinda. Hawatafanya nini? Hawatakushinda. Nipate mtu aliye na imani, hata mtu aliye na imani. Nipate mtu aliye na imani. Nipate mtu aliye na imani. Kama alikushinda makatana, sio makawabai. Kama alikushinda makayopika, sio makaa. Sio makaa. Sio makaa. Watapigana na wewe. Watapigana na wewe. Watapigana. Mwanangu, nataka kuamini kile kitu Mungu anaongea. Nataka kuamini kile Mungu anaongea. Hizo vita usiwezi peke yako. Nakwambia mwanangu, ninajua huko kama ulikosaliwa sio hivi. Wale watu nakutana nao sio watu hivi. Kuna watu waliwachana na wao. Wanakupiga vita mpaka wao. Kuna watu wako wanakupenda. Wanakupiga vita mpaka wao. Lakini ninakwambia pale mahali imefika mwisho. Umezoea Bwana. Umezoea familia yako. Umezoea familia yako. Lakini kuna nguvu zinawaka ndani yako. Lakini kuna roho anawaka ndani yako. Watakupigana nao. Hawatakuweza. 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 Bwana nilisema. Bwana nilituma. Bwana nilituma. Utalibebwa. Nipende sana. Lakini Bwana ameituma kwako. Ukamia kuna. Anafanya. Ili maisha yako yafunguke tena. Uache kujidharau. Kuanzia sasa kuna mlango mbele yako. Kuna mlango mbele yako. Acha kujidharau. Acha kujidharau. Acha kujidharau. Wewe sio moto wa kawaida tena. Wewe sio moto wa kawaida tena. Waliokudharau utawaona tu. Wakipigana nawe hawatakosa. Hawatakosa. Ninatamka kinywa cha nabii. Hawatakosa. Hawatakosa. Wakipigana na maisha yako na watoto wako na nyumba yako na mipaka yako. Hawatakosa. Hawatakosa. Wachumba yako hawatakosa. Wanaokuletea wanaoina
Mwili wake unaisha nguvu. Mwili wake unaisha nguvu. Na baada ya hapo kila kitu ambacho alikuwa anakipanga kinaharibika. Kuna mtu mwingine anakosa usingizi, si kama ni Mungu amemwamsha, ni mashetani. Kuna masaa unauma na kichwa. Hiyo sio kitu kizuri. Ila wanaoharibu mipango yako, ila wanaoharibu mipango yako. Baba, 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 hii ni roho mbaya. Hiyo manaoso. Unapata kurushia mbele yao. Baba, ninachoma hizi. Nimemwomba kwa hiyo basi. Unakosa habari za zote. Kana madogo baba. Kana kwa ndoka kumasi. Sikupenda kwa. Sikupenda sana kwa nyuma. Sikupenda kwa. Kile sana kwa nyuma. Sikupenda kwa. Utaona roho nyuma. Sikupenda kwa. Achilie kila kitu chako. Achilie maisha yako. Shetani akuachilie. Kila kamba iliyofungwa kwako imekufunga uendelee. Unazunguka tu hapo. Hakuna hatua utapiga. Waachane na wewe na waachane na nyota yako, waachane na nyota yako, waachane na maisha yako. Natangaza kufunguliwa leo, natangaza kukombolewa leo, natangaza kufunguliwa leo, natangaza kukombolewa leo, natangaza kufunguliwa leo, natangaza kukombolewa leo. Kila siku yako uondoke, kila siku yako itoke, itoke, itoke. Achileza, anamarata, anafuta, anafuta, anafuta. Achileza, 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 achileza. Ash.
hiyo spirit ya babake akamelewa huyu mama, hiyo spirit ya babake akamelewa huyu mama. Huyu mama wanapata kutoka kwa dirisha, wanakwenda kwa dirisha, wanakuingia wasaidie, uwafungue Baba. Baba, vile umewaombea wote wakubwa kwa wadogo, wazee kwa vijana, wamama wote, Baba umewaombea yote, kila spiriti iliyotoka kwao isiwawinde tena, wala isiwaone tena. Uwafunike kwa damu yako, uweke ulinzi wakaapo, watembeapo, walalapo, wao na jamii zao. Uwafunike kwa damu yako, maroho yasiwaotee njiani, wala kwa nyumba wala kazini, na hata kwa watoto wake, na hata kwa ujana wake. Maana wewe ni Mungu, unawasaidia, unawaokoa na unawalinda, kama ulivyowaahidi kwamba Bwana leo umewafungulia milango na hakuna atakayefunga, na hata mtu yoyote akijaribu kupigana naye basi hata muweza. Asante Mungu kwa kuwa unaona inastahili kwetu kututendea haya. Asante Bwana, wewe umetuona na ukaona ni vyema utuombee, utufungue na utupiganie na ukaweze kutubariki. Baba, pokea sifa na utukufu wa jina lako, na katika jina kuu la Yesu Kristo aliye hai, tuliyemuomba na tunayemwamini na anayetuongoza na anayetulinda kila siku, na sisi sote tunaokupenda Baba tunaomba na hata kuamini. Amen. Mungu akubariki.